Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Tundu Antiphas Lissu ameibua mjadala mzito kuhusu historia na mwenendo wa kesi za kisiasa nchini Tanzania baada ya kulinganisha mazingira ya kesi inayomkabili hivi sasa na ile iliyomkabili mwenyekiti wa chama hicho Freeman Alfred Mbowe. Kiongozi huyo wa upinzani ametoa kauli hiyo akiwa katika viwanja vya Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam, ambapo ameeleza kuwa kuna tofauti kubwa kati ya hatua aliyofikia mwenzake na hali anayokabiliana nayo yenye binafsi kizimbani. Jambo linalozungumzwa katika taarifa hili linahusu mwenendo wa shauri zito la kisheria linalomkabili mwanasiasa huyo wa Chadema pamoja na historia ya kesi za kisiasa zilizowahi kuwakabili viongozi wakuu wa chama hicho kikuu cha upinzani nchini. Kwa msikilizaji au mtazamaji asiyefahamu uzito wa mnyororo huo wa matukio, Tundu Antiphas Lissu kwa sasa anakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini katika Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, huku akirejea kipindi ambacho Freeman Alfred Mbowe alipitia mchakato mrefu wa kisheria na kusota mahabusu kabla ya mabadiliko ya kimaingiliano ya kisiasa kujitokeza kati ya uongozi wa upinzani na serikali. Suala hili linaguza moja kwa moja sura ya mfumo wa haki jinai, mahusiano kati ya dola na vyama vya upinzani pamoja na mwelekeo wa ndani wa uongozi wa Chadema. Kuhusu chanzo kinachozaa ulinganisho huo, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara amebainisha kuwa historia ya mambo hayo ilianzia pale mwenyekiti Freeman Alfred Mbowe alipokuwa akipigania kupatikana kwa katiba mpya. Harakati hizo za kikatiba zilipelekea mwenyekiti huyo kufunguliwa kesi ya ugaidi na kusababisha akamatwe na kuwekwa mahabusu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam kwa muda wa miezi 8. Mwanasheria huyo mkuu wa zamani wa Chadema ameeleza kuwa yeye pamoja na makada wenzake walibambana mahakamani kuonyesha kuwa mashtaka hayo ya ugaidi hayakuwa na msingi wowote wa kisheria. Hata hivyo, licha ya jitihada hizo za kisheria, chombo cha mahakama kilifikia uamuzi wa kumkuta Freeman Mbowe na kesi ya kujibu, hatua iliyomtaka kiongozi huyo wa upinzani kuanza kujitetea rasmi kizimbani. Kwa mujibu wa maelezo ya Tundu Antiphas Lissu, wakati ulipowadia wa mwenyekiti huyo kuanza kutoa utetezi wake wa kisheria badala ya kumwona akiendelea na mchakato huo wa mahakamani, mwanasiasa huyo alionekana katika majengo ya Ikulu. Hatua hiyo ilibadilisha uelekeo wa shauri hilo na kufuatiwa na matukio mengine ya kisiasa. Akiendelea kueleza chanzo cha maswali yake, kiongozi huyo wa Chadema anayekabiliwa na kesi ya uhaini alirejea tukio jingine la kitaifa la uzinduzi wa Bwana Julius Nyerere lililopo Rufiji. Mwanasiasa huyo ameeleza kuwa taarifa zilimfikia zikionyesha kuwa mwenyekiti Freeman Alfred Mbowe alihudhuria sherehe hizo za kitaifa zilizoratibiwa na serikali, jambo linalodhihirisha jinsi kiongozi huyo wa upinzani alivyoanza kushiriki katika shughuli rasmi za kijamii na kiutawala pembezoni mwa viongozi wakuu wa serikali. Makamu mwenyekiti huyo wa Chadema Taifa ametumia mfululizo huo wa matukio ya nyuma kuweka bayana ulinganifu wa hali yake ya sasa na ya mwenyekiti wake. Amesisitiza kuwa wakati Freeman Alfred Mbowe akiwa katika mazingira ya kushiriki shughuli za kitaifa na kuonekana katika nyanja za kijamii pamoja na viongozi wa serikali, yeye binafsi anaendelea kusota kizimbani katika Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, hatua inayozua taswira mbili tofauti ndani na uongozi wa juu wa chama kimoja cha siasa.
Athari za moja kwa moja za kauli hizi alizozitoa Tundu Antiphas Lissu zinaguza nyanja kadhaa za siasa na uongozi nchini Tanzania. Kwanza, ulinganisho huo uliotolewa wazi kizimbani umeibua mjadala mpana na maswali mazito miongoni mwa wafuasi wa Chadema na wananchi kwa ujumla kuhusu mwelekeo wa mahusiano ya kisiasa kati ya uongozi wa juu wa chama hicho na mamlaka ya nchi. Pili, matamshi hayo yanaongeza wazi na mwelekeo mpya wa uchambuzi kuhusu jinsi kesi ya kisiasa zinavyoweza kuwa na matokeo au hatima tofauti kwa viongozi wanaotoka katika taasisi moja ya upinzani. Kesi hiyo ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo wa upinzani inaendelea kuvuta hisia na ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa wadau wa sheria, siasa na haki za binadamu ndani na nje ya nchi. Mjadala uliopo unaonyesha ugumu wa mabadiliko ya kimfumo yanayoweza kujitokeza katika medali ya kisiasa ama siasa za vyama vingi nchini Tanzania, pale ambapo viongozi wa chama kimoja wanajikuta katika mazingira tofauti ya kisheria na kitenda kazi. Kulingana na taarifa zilizopo kutoka Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam, Tundu Antiphas Lissu anaendelea kukabiliwa na shauri hilo la uhaini, huku macho ya wafuasi wa Chadema na wananchi kwa ujumla yakisalia katika chombo hicho cha haki kuona namna mwenendo wa kesi hiyo itakavyoendelea katika siku zijazo, ambapo kwa sasa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Lissu, anaendelea kutoa utetezi wake na mawakili baada ya Mahakama Kuu kutathmini kuwa ana kesi ya kujibu baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi wa mashahidi 17 kati ya 30 ambao walikuwa wamesajiliwa kutoa ushahidi wao. Kesi hii ambayo kwa sasa imeingia siku ya 18 inatafsiriwa kufanyika kwa kila siku hadi siku 21 kufikia tamati ambapo Mahakama Kuu chini ya majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo ya uhaini wataenda sasa kutathmini na kuchambua ushahidi wa upande wa utetezi na upande wa Mahakama ya Taifa ili kutoa uamuzi rasmi kuona kwamba Tundu Lissu atakuwa na kesi ya kujibu au atakuwa anaachiliwa huru kulingana na ushahidi ambao unazidi kutolewa. Aliyekuwa mwendani ama aliyekuwa mtangulizi wa makamu mwenyekiti ama mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, Freeman Alfred Mbowe, akilitaja kwenye kesi hii baada ya yeye kupigania katiba mpya wakati ule wa serikali ya awamu ya 4 na 5. Serikali ya Tanzania kwa sasa inakabiliwa na mashtaka mengi, huku mtazamo na matazamio ya wengi yakielekeza sasa kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania ili kuona kwamba uamuzi utakaotolewa utakuwa unakwenda vipi.